Habari ambayo inaendelea kusumbua katika mitandao yote kwa sasa, ukipita kwenye mitandao yote Instagram, Facebook, YouTube, ni kuhusu habari ya Fally pamoja na msanii mkubwa kutokea Nigeria ambao anakwenda kutoka katika jina la Asake. Asake alimuomba Fally featuring. Baada ya hapo Fally akamwambia kwamba kusema upate kufanya featuring na mimi ni lazima upate kulipia kiasi cha pesa ambacho yeye mwenyewe Asake aliandika pale. Akazungumza kwamba yani akakuwa kama ambaye ni mtu ambaye anashangaa inawezekanaje kivipi zaidi Fally akwende kunilipisha pesa kama hizi. Akatweet akasema kwamba mbona angefanya featuring na mimi angekwenda kujulikana zaidi katika mataifa ambao wanazungumza Kiingereza, angekwenda international zaidi. Sasa swali kakuja pale kazungumzia kwamba kati ya Fally na Asake ni nani msanii mkubwa, mwimbaji mkubwa ni nani? Ukiangalia Fally ni mwimbaji ambaye ameanza kuimba siku nyingi zaidi. Alianza kuimba hata sisi ambao tunazungumza hapa tujazaliwa. Unaweza kuta hata na Asake mwenyewe alikuwa bado hajazaliwa. Na hadi sasa bado anaendelea kufanya vizuri katika mataifa tofauti. Ukiangalia Asake ni mwimbaji ambaye ameanza yani Afrika kwa ujumla imekwenda kumjua mwaka 2022. Yani ana miaka mitatu anaiti katika muziki wa Afrika. Ukiangalia Fally kuanzia 2000 hadi sasa bado anaendelea kufanya vizuri na kupeperesha bendera ya DRC vizuri. Sasa swali linakuja kwamba kati ya Fally na Asake nani mwimbaji mkubwa zaidi kuliko mwingine? Ukiangalia vitu ambavyo wamefanya katika muziki, sidhani kwamba Asake anaweza kasogelea hata kwa Fally. Ukiangalia Fally amefanya vitu vikubwa sana, amefanya makonseti makubwa sana katika nchi tofauti, sio tu Kongo. Amefanya konseti kubwa sana. Ukiangalia amefanya konseti ambazo amefanyia London, nchi ambao wanazungumza Kiingereza huko Uingereza. Amefanya Paris, amefanya Marekani, amefanya katika nchi tofauti sana yani matokeo yamekuwa makubwa sana. Na hakuna show ambayo Fally ameshawahi kufanya eti kwamba ikatoka vibaya, no. Yote alikwenda kujaza, hakuna ambayo hakujaza. Na Asake kweli ukiangalia makubwa ambayo ameshafanya naye kwenye huu muziki kwa miaka mitatu ambayo ameshafanya kwenye hii industry ni makubwa sana, lakini hauwezi kumkompea hata kidogo na mwimbaji kama Fally, kwa sababu Fally ni legend, ni msanii ambaye ameanza vizuri sana. Ukiangalia katika nchi za kwao huko Nigeria, wasanii wengi sana wanajivunia wanasema kwamba aliyeinspire ni msanii fulani Awilo Longomba nani na wengine. Sasa lakini hakuna siku tushawahi kusikia kwamba mwimbaji wa Kongo anajivunia kwamba msanii wa Nigeria ndiye amemwinspire kufanya muziki, unaona? Yani kwa hiyo ikaonekana kwamba Asake alimvunjia heshima Fally, ama alitaka tu kutrend kupitia Fally, kwa sababu ukiangalia ukubwa ambao Fally iko nao na mambo ambayo Fally tayari ameshafanya kwenye hii industry, hauwezi hata kumkompea hata kidogo na mwimbaji kama Asake. Ukiangalia makubwa sana ambao waimbaji wa Kongo tayari wamefanya hata huko kwao Nigeria. Awilo Longomba alijaza uwanja wa Lagos siku 2 mfululizo. 30,000 kila siku 2 mfululizo. Inawezekanaje leo mje kwa compare waimbaji wa Kongo na waimbaji wa Nigeria? Yani ni haieleweki kabisa, haieleweki kabisa. Na ukiangalia sana Asake alikwenda kushambuliwa sana, iwe wa Nigeria, iwe wa Kongomani, iwe wa Cote d'Ivoire, popote pale ambao wanajua Fally ni nani. Na hakuna ambaye mjui Fally katika hii dunia. Fally ni mwimbaji ambaye anajulikana international, hakuna mwimbaji ambaye mjui, unaona? Walikwenda kumkosoa kabisa Asake, wakamwambia kwamba hili ambalo lilotweet sio, kwanza wakamwelezea kwamba hizi pesa ambazo alikwenda kulipisha ni pesa ndogo zaidi, kwa sababu ilibidi ulipie pesa nyingi sana, unaona? Kwa sababu ukiangalia ukubwa ambao Fally iko nao haieleweki hata kabisa, unaona? Na ukiangalia ni Fally ni mwimbaji ambao kwa kinafanya na featuring na kila mwimbaji, yani akikubaliana na kuambia kwamba na kusema fanya featuring na mimi lazima lipie kiasi fulani cha pesa, yani jua kwamba umebahatika sana. Na wengine wanazungumza kwamba waimbaji wa Nigeria ndio tabia yao kutaka yani kumshusha mtu ambaye tayari ameshavuka mipaka. Wanataka yani wabaki wanaonekana wao kwa wao sana tu, unaona? Kitu cha kwanza ambacho tutazidi kujua kwamba tuzidi kuheshimia wa legend ambao wametangulia kwenye muziki, kwa sababu wao wameshafanya vitu na labda hawajui kwamba wao
wanaweza kufanya vitu ambavyo tayari wa legend wameshakafanza, kwa sababu ukiangalia miaka ambayo Fally ameanza muziki hadi sasa bado anaangalia nasikilika katika industry ya muziki wetu, ni lazima ni mtu kupongeza zaidi, mtu kupewa heshima kubwa zaidi, kwa sababu anaendelea kuyafanya na yafanya katika muziki ni makubwa sana. Ukiangalia leo DRC inaendelea kuheshimiwa kwa sababu ya mwanamuziki Fally. Kule Kongo kuna waimbaji wakubwa sana, kuna Feregola, kuna Koffi Olomide, kuna waimbaji wengi sana. Yani ukisema kwamba yani unakwenda kumfananisha na mwimbaji kama Asake, kama unamshushia heshima. Ndio maana ni kujitahidi sana, ni kufanya vitu ambavyo tujue kuheshimiana, tujue kuheshimia waliotutangulia zaidi, ili kutupatia nguvu, na wanaamini kwamba watakwenda kutufungulia milango mbali na mbali, kadha na kadha. Unaona, jiulize kama mtu kama Asake angekuwa kwamba wakati Fally alimtaxi hizo pesa zote anamshipilia na mwambia kwamba bana, ndugu yangu, naelewa kabisa haya ambayo pesa, lakini sina hivi na hivi na hivi na hivi bana, mimi nataka unisaidie tu kama mdogo wako ambaye naamini kwa alitafuta kwenye muziki. Unaona, naamini kwamba kwa moyo ambao Fally iko nao, naamini kwamba angetimiza vile na angefanya vile, lakini ile kutanguliza direct na tena kimbilia kwenye mitandao anaanza kuandika, ameshangaa. Yani ameshangaa sema mtu kama Fally hivi na hivi na hivi. Sasa kwa hiyo ni kujitahidi sana kuheshimia hata na vingine vizazi ambavyo viko vinakuja zaidi, tujue kuheshimia wa legend ambao tuliokutanisha kwenye muziki, kwa sababu wao wanajua mengi, wamefanya mengi ambayo labda wewe ambao umeanza leo muziki hautawahi kufanya. Hata kama unaweza kuwa na jina kubwa, ukuwa na jina kubwa sio ndio kufanya makubwa. Kwa jina kubwa lakini unakutisha mambo ambayo unafanya mambo ya utoto. Lakini ukiangalia nyimbo za Fally zinasumbua sana popote pale duniani, iwe Uingereza iwe Ufaransa, nyimbo za Fally zinapendwa sana na kutisha mashabiki wanaimba sana, kwa sababu ni nyimbo ambazo zinapendwa sana na amefanya makubwa sana, anajulikana. Yani ni mwimbaji mkubwa sana, ni mwimbaji ambaye kimataifa zaidi. So tujue kuheshimu, tujue kuheshimia wa legend ambao walitutangulia, na muziki wetu wa Afrika zaidi tuishi kwa upendo, na mimi kwamba utafika mahali fulani.